anakofanyia shughuli zake za kilimo. Kwa mbolea hata mbegu zilitolewa kwenye mfumo wa ruzuku katika kuanzia mwaka 22-23 mfumo huu una operate, na miaka inavyokuwa inaendelea kusonga ndivyo maboresho yanakuwa yanafanyika, utaratibu unakuwa mzuri zaidi. Sasa vile la mbegu linaingia hapa au ile ya zile mbegu? Sawa, kabla sijaenda kwenye hilo, moja kati ya malalamiko ya baadhi ya wakulima ni kwamba ni kweli kuna mbegu za ruzuku, mbolea za ruzuku, lakini changamoto kwenye kuzipata hizo mbegu na mbolea zenyewe, na wakati mwingine kunafanyika udanganyifu ama wanapata wasiostahiki kupata na mambo mengine kama hayo. Mnakabiliana vipi na hii changamoto? Sisi ni elimu kwa wakulima, kwa sababu huu utaratibu uko wazi wa mfumo wa ruzuku. Yaani mkulima ukijisajili kwenye mfumo wa ruzuku, hauna kipingamizi cha kwenda kwa wakala na kununua hiyo pembejeo unayoitaka kwa mfumo wa ruzuku. Ndio. Na kwa mfumo ambao umewekwa saizi, yani ndio maana nikasema uko wazi, kwa sababu mkulima unatakiwa kwanza uwe na simu, ile line ambayo ulisajilia uwe na simu hiyo line iwe kwenye simu. Unapoenda kwa wakala ni kama kujibizana, unanunua kwa wakala, lazima message kurudie kwamba umenunua mifuko kadhaa. Unaona? Kwa wewe yani, na pale ukisha nunua kuna namba inakuja, lazima wewe uihakiki. Unaona? Kwa yule anachukua ile namba na ingiza tena kwenye utaratibu wa mfumo. Akiingiza ndio pale wewe unaweza ukapata ile mbolea. La sivyo kama hauna simu huwezi ukapata hiyo mbolea. Kwa hiyo na hiyo kusema kupata inawezekana, kuna changamoto pia, sio kwamba uwepo na utaratibu mzuri changamoto hazikosekani. Kuna maeneo ambao ni pembezoni, hiyo changamoto tunaipata, lakini tunashauriana na mawakala wanaosambaza kuona namna gani wanafikisha mbolea kule, lakini pia tunawahamasisha maafisa ugani kwamba waweze kukusanya mahitaji kwa wakulima. Wakisha kusanya ni rahisi kumwambia wakala kuna uhitaji wa mzigo kiasi fulani eneo fulani ambao ni la pembezoni, ambao kunakuwa na changamoto, mawakala hawafiki kwa urahisi. Sawa. Hapo umezungumzia kwenye usajili, umenikumbusha jambo. Kuna baadhi ya maeneo bwana, mmoja kati ya jambo tulisikia ni kwamba watendaji wa vijiji au watu wa chini wanaowasajili wakulima huko wamekuwa wakifanya udanganyifu. Na wakati mwingine wanasajili majina hewa, baadaye wanazichukua mbolea zile wanakuja kuziuza kwa bei ghali zaidi. Hapa mmekutana nayo, na kama mmekutana nayo mmefanyia vipi kazi? Hiyo mimi sija experience au sija kukutana na hilo jambo, lakini ili inawezekana ambao wanafuatilia, kwa sababu utaratibu kuna watu wa TFRA. TFRA ndio wanaofanya sana ufuatiliaji kwenye maduka. Unaona? Na kuna changamoto ambazo zinakuwepo kweli ya kupata watu ambao wanafanya uharibifu huo, lakini mwaka jana walifanya pruning ya watu ambao utakuta ana mzigo mkubwa, lakini ukiangalia reality ya ekari anazolima ni tofauti, kwa kushirikiana na maafisa ugani waliopo, lakini na viongozi ambao wapo katika maeneo yale ambao yeye amesema analima. Kwa anafuatilia eneo lake analolima ni kiasi gani, alafu akiona ni uongo ambao anausema, wanaenda wanampunguzia eneo lile aliyoandika kwenye mfumo. Utakubaliana na mimi kwamba kuwa na mbolea ama mbegu za ruzuku ni jambo moja, lakini kuzipata kwa wakati ni jambo lingine. Mnahakikishaje kwamba mbolea na mbegu zinawafikia wananchi kwa wakati? Sije akawa yani msimu labda kupanda ushapita ndio mbegu zinaenda kwao. Kukabiliana nao ni kama hivyo, kama nilivyo, yani biashara ya mbegu na mbolea ni ya watu binafsi. Kwa sababu ile kuweka ruzuku sio kwamba serikali ndio inachukua ile mbolea au mbegu ndio anaenda kuwapa wakulima. Ile kuna mawakala ambao ndio wanaagiza mbegu na mbolea kwa ajili ya kusambaza kwa wakulima. Sisi jukumu letu sasa ni kuwawekea mazingira wezeshi, lakini ni kuzungumza nao kwamba jamani, msimu unaanza kipindi fulani. Kwa hiyo tunaomba kwamba au tunashauri kwamba
pembejeo ambazo zinahitajika kwa wakati huo ziwepo madukani, ili wakulima waweze yaani wasipate changamoto hiyo ya kukosa hizo pembejeo. Ingawa sawa, kuna changamoto nyingine utakuta ni changamoto ambayo inakuwa ni nje ya uwezo wao saa zingine. Kwa yaani kawaida tuseme palipo na changamoto ndipo pana unatafutia fursa ya kufanyaje ya kusonga mbele zaidi. Sawa, kwa hiyo mnapambana nalo. Yes. Sawa, mimi bwana nina hofu. Hofu yangu ni kwenye hizi mbegu za kisasa tunazotumia na mbolea za kisasa tunazotumia. Hofu hii nyinyi pia mnaiona? Mimi sioni kwamba kuna hofu kama unayosema, kwa sababu kwa mfano upande wa mbolea ni chakula cha mmea, unaona, na kutokana na hali ya matumizi ya ardhi kwa muda au udongo kwa muda mrefu, virutubisho vinaendelea kupungua kwenye ardhi. Kwa kuna haja ya kurudisha virutubisho ili mmea uweze kupata chakula cha kutosha, unaona, ambapo kwa sababu yani kuna namna nyingi za kurudisha. Kutumia hizi mbegu mbolea za viwandani, lakini kutumia mbolea za asili kama kutengeneza mboji, lakini kutumia samadi. Lakini je, kiwango cha samadi tulicho nacho ni kiasi gani? Kwa hatuna budi kuchukua hiyo alternative ya pili, kutumia mbolea ya viwandani kwa ajili ya kulisha mmea, kwa sababu bila kuwa na mbolea uzalishaji tusingepata. Lakini pia upande wa mbegu nazo sidhani kwamba kuna haja ya kuhofia, kwa sababu kuna mbegu zingine zinazalishwa humu ndani. Kuna viwanda vingine kama ulivyosema kwamba awali ulinidokeza kwamba njiani unakutana na vibao vile vya kuonyesha kwamba mbegu inafanya vizuri namna gani. Na ukiangalia, kwa sababu population inaongezeka, huwezi ukasema utatumia hizi mbegu za asili siku zote, kwa sababu uzalishaji ni chini, na sisi tuna target unavyoongeza population na uzalishaji unatakiwa uongezeke ili kufidi ile population ambayo inaongezeka. Kwa hiyo hizi mbegu za kisasa tunaziita au hybrid zina uzalishaji mkubwa, unaona. Kwa hiyo ndio maana tunazihamasisha wakulima watumie kwa ajili ya biashara, lakini kwa ajili ya chakula, kuwa na uhakika wa chakula cha kutosha. Lakini hizi mbegu kama nilivyosema zinazalishwa ndani ya nchi yetu. Kuna wadau wengine kama kwa mfano kuna Sidiko, Zamseed na wengine wanazalishia ndani ya wanazalisha miongoni mwa wakulima wetu ambao wapo. Kwa mfano sisi tuna wakulima wakubwa kama 2 wanazalisha mbegu hizo ambazo nimezitaja, unaona. Lakini pia kuna zingine zinatoka kwenye vyuo vyetu vya utafiti kama hizi TARI, unaona. Kuna mbegu kwa mfano TARI Uyole wanazalisha mbegu tu nzuri ambazo wakulima wanazitumia pia. Kwa hatuwezi kwamba tuwe na hofu kwamba hizi mbegu zitapotea afu tushindwe kuzalisha. Lakini ukiangalia pia kuna benki ambayo iko na mbegu hizo ndio zinaenda kutengeneza hizo mbegu, unaona, ambao kwa sidhani kwamba tuwe na hofu. Sawa, mimi hofu yangu kubwa ni kwamba hofu yangu ipo kwenye maeneo mawili. Kwanza, kupotea kwa mbegu za asili zile za kienyeji za asili. Lakini hofu ya pili ni namna ambavyo mkulima leo anaweza kawa anatumia mbegu fulani, mbegu X, akaitumia msimu huu, msimu unaofuata, msimu mwingine ile mbegu kaambiwa kwamba imepitwa na wakati. Ni kama imekuwa updated, kama unavyoona software kwenye simu inakuwa updated. Inakuja mbegu nyingine anaitumia. Sasa inaweza kafika wakati kwamba tunakoenda tunalishwa mbegu za kisasa tu, ile ya asili kaja ikapotea. Na ndio maana nikatoa mfano, kuna baadhi ya maeneo pia mbegu ya asili ikirudishwa, yani mkulima akisema naachana na hizi za kisasa sasa, ngoja nirudishe ya asili niendelee kulima, inakataa ile ya asili pale ambapo ile ya kisasa ilipita. Yaani sidhani kwamba hiyo hofu ulionayo ni ya kweli. Kama nilivyosema kwamba kwanza serikali ina benki ya mbegu za asili ambao ndizo zinazotumika kuzalisha hizi mbegu za mbegu bora. Sio tuseme kisasa, tutumie mbegu bora. Unaona, ambao kama nilivyosema kwenye vyuo vyetu vya utafiti ndizo wanazotumia kama kizazi, zeni wanaendeleza kupata hizi mbegu bora, unaona. Kwa hiyo sidhani kwamba itakuwepo na hiyo issue ya kusema zikiisha tutafanyaje. Zikiisha hizi za watu wa nje ambao zinatoka nje, sisi tunayo benki ndani
unaona. Lakini pia kuna upande wa umesema kwamba akilima, kwa mfano mwaka huu akalima mbegu bora hizi hybrid, baadaye akarudi kwenye mbegu ya asili, kwamba uzalishaji unapungua. Sidhani kwamba hicho kitu ni kweli, kwa sababu udongo sidhani kwamba unatunza ile mbegu, unaona, kwa sababu ile pale ule ni mmea ambao ukichukua ukautoa umeshaondoka, unaona. Pale tunavyobaki ni virutubisho ambao ndio tunavyoviongeza kupitia mbolea ambayo tunaziongeza. Inawezekana ni samadi, inawezekana ni mbolea za viwandani, kwa sababu kwa mfano hizi mbegu za asili pia ukizihudumia utapata. Ndio maana katika mbegu hizi bora tuna makundi mawili. Kuna mbegu ya hybrid, lakini tuna OPV, tunaita OPV ambayo tunasema open pollinated variety, ambayo hii hapo ni iko kati ya ubora na ile asili, unaona. Na hii hapa mkulima pia anaweza akairudia kwa muda fulani, unaona, ambao zinatoka kwenye vio vyetu hivi ambao vipo ndani. Hata hao wazalishaji ambao wanafanya multiplication hasa wanakuepo nazo, unaona. Lakini hizi hybrid nazo ndio hizo ambao sasa ukitumia mwakani utaki kutumia tena, unataki ununue nyingine, kwa sababu hicho tu ni kwamba ubora unapungua miaka inavyozidi. Haya bana, sawa. Hii ni Power Bank kutoka hapa ofisi ya mkuu wa mkoa, na hapa tunazungumza na afisa kilimo mkoa kuhusiana na masuala ya kilimo, na punde tutaungana na afisa lishe, namuona yule pale ameshafika. Sasa umenifafanulia hapa kwenye issue ya mbegu hii. Nadhani afisa unikubalie tuitafute siku mahususi tuzungumzie eneo la mbegu hili. Mbegu na mbolea. Sababu ni kama nakuelewa afu napotea hivi kidogo, au vipi? Sasa tutoke hapa ama bado una hoja hapo? Twende. Bana, kuna mradi mkubwa hapa, jana hata mkuu wa mkoa ameusema, ule wa uzalishaji wa mpunga. Ule Pawaga. Hebu tugusie kidogo huu mradi, kwa nini unasemwa ni mradi mkubwa na wa kimkakati? Nini kinaenda kufanyika pale? Ule ni mradi kama nilivyosema kwamba ni mradi mkubwa, na umegusia hata mheshimiwa mkuu wa mkoa amesema kwamba ni mradi mkubwa. Ni mradi mkubwa kwa sababu yani una eneo kubwa la umwagiliaji, kama ni takribani ekari 15,000 ndizo zitaenda kulimwa katika eneo la huo mradi ukiboreshwa, kwa sababu ujenzi ndio unaendelea, inawezekana unakaribia mwisho, ambapo huko nyuma tulikuwa tunalima kiasi kidogo, hata ekari 6,000 nafikiri zilikuwa hazifiki, unaona. Kwa hiyo ikiongezeka tunajua tutaenda kuongeza uzalishaji wa mpunga, na eneo la Pawaga ndilo ambalo asilimia karibia 95-97 ndilo linalotegemewa kwa kilimo cha mpunga mkoa wa Iringa, unaona. Kwa yani mpunga tulionao Iringa tunategemea katika hilo bonde, unaona, na ni zao pekee ambao linazalishwa katika ukanda huu. Hakuna mazao mengine ambayo yanakubalika. Wanalazimisha mahindi, lakini sio kivile sana, lakini mpunga ndio unaozalisha. Kwa hiyo tunajua kabisa tukiongeza skimu hiyo ikikamilika, uzalishaji wa zao utaongezeka, biashara zitakuwepo, wakulima wataongeza kipato, lakini hata watu wa maeneo mbalimbali watakuja kunufaika na huo mradi. Sasa ni teknolojia gani ambazo mnawahamasisha sasa hao wakulima kuzitumia ili kufanya hicho kilimo kiwe na tija zaidi? Sasa ni kwa hao huko kwenye mwagiliaji. Teknolojia ambayo tunazifanya, kwa sababu mwagiliaji utakuwepo, ina maana mkulima ataweza kumwagilia muda wote kwa kuzalisha mpunga, lakini cha msingi atumie mbegu bora, lakini atumie pembejeo na mbolea, unaona. Kwa sababu yani narudi pale bila mbolea huwezi kuzalisha vizuri, utazalisha chini ya kiwango, unaona. Lakini kitu kingine ni kwa ajili ya ujue afya ya udongo wako, kwamba udongo una afya gani, unahitaji kirutubishi gani ili niweze kuongeza uzalishaji katika ile eneo. Na hapo kwenye afya ya udongo mnawasaidia vipi wakulima? Naenda mnawapimia au wao wanaleta udongo unapimwa? Yani serikali ilituwezesha kupata tunaita soil scanner au vipima udongo, vipima afya udongo ambavyo viligawia kwenye halmashauri Iringa. Tuna halmashauri 4 zilipata, ambazo hivyo vipima udongo, afisa ugani yuko responsible kuchukua udongo kwenye shamba la mkulima na kuweza kupima
huo udongo, kujua nini kipo, na akisha pima kile kifaa kinampa description au maelezo ya kwamba hapa kuna ukosefu wa kitu gani, anatakiwa aongeze mbolea ya aina gani kwa kiwango gani, kama ni mboji kiasi gani, kama ni samadi au hivyo kiasi gani. Kwa hiyo ikimwambia hapo ni rahisi yeye akifanikiwa kufanya kile ambacho ameelekezwa, uzalishaji utaongezeka. No. Na kwa mfano saizi tulikuwa na zoezi lilikuwa linaendelea la upimaji afya ya udongo mkoa mzima ambao wizara ilikuwa inafanya, na hili ni zoezi ambalo limefanyika Tanzania nzima, Tanzania bara. Unaona, karibia vijiji vyote vimeguswa. Unaona, kwa hiyo tutakuwepo na ile picha ya jumla kwamba kijiji fulani nini kimekosekana. Kwa afisa ugani atajua hapa kijijini kwangu nimeambiwa hivi, kwa nishauri wakulima kwa namna hii. Kwa lazima tutaboost huo uzalishaji. Sasa mipango ni mizuri, lakini pia yanayofanyika ni mazuri na yote yanaleta tija kwa wakulima, hususan kwa huu mkoa wa Iringa. Sasa pengine utusaidie kama mkoa, mnafanya nini kuhakikisha yani wakulima hawaumizwi na wale walanguzi ambao wanakuja kununua mazao yao, ambao huwa wanawaumiza wakulima muda mwingine? Jambo la kwanza ndio kupitia tunahamasisha, kuna swala la minada. Kwa mfano nilivyosema kwenye upande wa ufuta, kuna mnada ambao inaendelea. Kwa wakulima kwenye mnada ni soko ambao ni la wazi, hawezi akaibiwa kwa namna yoyote, na ile inasimamiwa na serikali pia, naona kushirikiana na wadau ambao ni chama cha ushirika. Kwa hapo hawezi akafanyaje akaibiwa, lakini tunashauri wakulima pia wakusanye kwenye magara ambao yamejengwa, mengine na serikali yako huko, lakini mengine ni ya watu binafsi. Akikusanya kwenye sehemu ya gara, ina maana pale soko linakuwa ni pale ambapo amekusanya. Unaona, kwa wanunuzi wataenda kununulia pale kwa vipimo ambavyo ni sahihi, lakini pia kutakuwepo na uwazi wa kwamba bei ni kiasi gani, kwa sababu mnaamua kwa umoja, tofauti na ukikaa nyumbani mtu anakuja anafanyaje, anakupimia kwa kipimo ambacho yeye anataka kwamba kapate faida, lakini kwa kukulalia yani bei inakuwa ya chini. Lakini mkiwa sehemu moja inakuwa ni rahisi kwamba kila mtu anauza kwa bei ile, ambapo ndio wengine wanakuwa pia kwenye vile vyama vya ushirika, lakini tunashauri pia vikundi, kwa sababu soko la pamoja ni zuri zaidi kuliko soko la mtu mmoja huko nyumbani. Kwa changamoto kubwa ya wale wakulima ambao wanauzia nyumbani ndio ambao wanapata changamoto, lakini uhamasishaji wetu, jiunge kwenye vikundi, jiunge kwenye ushirika ili uweze kunufaika na hilo. Sawa, sisi tunashukuru sana. Nafikiri kama yapo mengi na mengine kwa yule ambaye pengine hajayapata hapa, hajasikia hapa, akipita kwenye page yetu ya Instagram, Facebook pamoja na TikTok, huko pia yapo mengine ambayo tutakuwa tunaendelea kuyapakia huko, na utakuwa unaendelea kufahamu hayo mambo ya msingi ambayo yanapatikana kwenye sekta ya kilimo hapa mkoani Iringa. Safisa, wakati tunamaliza ujumbe wako kwa wakulima wa mkoa wa Iringa kuelekea msimu ujao wa kilimo, kipi unatamani kukiona, au lakini kwa mtu ambaye pia hayupo Iringa lakini anatamani kuja kufanya uwekezaji wa kilimo hapa Iringa, kipi ambacho unaweza ukamwambia? Mimi kwa upande wa wakulima nishauri tu kwamba kwanza, jambo la kwanza wajisajili kwenye mfumo wa ruzuku, ili waweze kunufaika na ruzuku ya pembejeo za kilimo, hususani mbolea na mbegu. Lakini jambo la pili, kuendelea kutumia fursa ya kupima afya ya udongo kupitia zile skana ambazo tunazo kwenye halmashauri. Waweze kuwafuata maafisa ugani kupata hiyo fursa kwa ajili ya kupima afya za udongo za mashamba yao, kwa ajili ya kujua na kitu gani kinahitajika kwenye eneo lao. Lakini pia wajiunge kwenye vikundi na AMCOS kwa ajili ya kupata fursa mbalimbali. Kuna fursa za mikopo, lakini fursa hizo za kuwa na soko la pamoja. Lakini upande wa uwekezaji, tuna fursa nyingi katika mkoa wa Iringa. Tuna maeneo ambayo yanafaa kwa kilimo cha mazao ya aina mbalimbali, na kwa sasa tuna zao hili la parachichi ambalo ni zao la kibiashara la ndani ya nchi, lakini pia na la kimataifa. Na hili zao lina bidhaa mbalimbali, kuna mafuta wanatengeneza, kuna sabuni, lakini kuna masuala ya fresh product kuuza nje na ndani ya nchi. Kwa tunawakaribisha kuwekeza kwenye viwanda vya kusindika
lakini pia kuwekeza kwenye kulima zao lenyewe huko mashambani. Lakini upande mwingine, kwenye upande wa mifugo na ufugaji samaki, hizo fursa zipo. Wafugaji ukitaka kufuga samaki, kuchimba mabwawa, zinafanya vizuri samaki. Upande wa ufugaji wa ng'ombe, hususan ng'ombe wa maziwa, fursa zipo wazi. Na mifugo inafanya vizuri katika mkoa wetu wa Iringa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana tena sana kwa ajili ya kuwekeza katika mkoa wetu wa Iringa. Sawa, asante sana afisa, sisi tunakushukuru. Kuna la muno pengine Lambati ambalo hatujapata? Sawa. Hii ni Power Bank ya Bongo FM, sisi bado tuko hapa na hautakiwi kuondoka kwa sababu muda mfupi kutoka hivi sasa tutarudi na tutakuwa na mazungumzo na afisa lishe pia hapa. Hii ni Power Bank ya Bongo FM. Mimi ni Brunide Mlawa, Stanislaus Lambert yuko hapa live kutokea Iringa, Tanzania. Tunarudi.